Kulikuwa na kijiji tulivu kilichozungukwa na mashamba ya kijani na miti mirefu iliyotoa kivuli kizuri wakati wa mchana. Ndani ya kijiji hicho aliishi msichana mmoja aitwaye Neema. Jina lake lilimaanisha baraka, lakini tabia yake haikuonyesha hilo hata kidogo. Neema alikuwa na kiburi kizito kilichowafanya watu wengi kijijini kumkwepa. Kila alipopita njiani, alitembea kifua mbele na kichwa juu kana kwamba dunia nzima ilipaswa kumsujudia. Hakuwahi kusalimia mtu yeyote, hata wazee waliokuwa wameketi pembeni ya njia wakipumzika. Watoto walipomwona, walikimbia pembeni kwa hofu, wakijua kwamba Neema angeweza kuwafokea bila sababu yoyote. Wazazi wake walikuwa watu wema na wenye heshima kubwa kijijini. Mara nyingi mama yake alimuita kwa sauti ya upole na kumwambia, "Neema mwanangu, heshima humuinua mtu. Jaribu kuwa mpole kwa watu." Lakini Neema alitikisa kichwa kwa dharau na kujibu, "Mimi si kama wao. Siwezi kujishusha kwa watu wa kawaida." Baba yake naye alijaribu kumshauri mara kadhaa, akimwambia kuwa maisha hubadilika na siku moja angehitaji watu. Lakini Neema hakutaka kusikia hata chembe ya ushauri. Alijiona bora kuliko kila mtu kijijini, kana kwamba alikuwa malkia asiye na mpinzani. Hata wasichana wenzake walimzungumzia kwa siri, wakishangaa ni nani angeweza kuvumilia tabia yake. Lakini Neema hakujali maneno yao. Ndani ya moyo wake, aliamini kabisa kwamba yeye ndiye mwenye thamani zaidi kuliko wote. Na hivyo, siku zilipita huku kiburi chake kikikua zaidi na zaidi, kama moto unaowaka polepole ukingojea siku moja ulete madhara makubwa. Ilikuwa ni asubuhi yenye jua kali kidogo, wakati kijiji kilianza kuamka taratibu. Wakulima walikuwa njiani kuelekea mashambani, wanawake walielekea kisimani kuchota maji, na watoto walicheza pembeni ya njia wakicheka kwa furaha. Ndani ya hali hiyo ya kawaida, Neema alitokea kama kawaida yake, akitembea kwa majivuno, hatua zake zikiwa nzito na zenye kuonyesha dharau. Alikuwa akipita kwenye njia nyembamba iliyoelekea sokoni, wakati ghafla alimkuta bibi mmoja mzee sana akitembea kwa taratibu akiegemea fimbo yake. Bibi huyu alikuwa dhaifu, akijaribu kupisha watu waliokuwa wanapita, lakini mwendo wake ulikuwa wa polepole mno. Neema alisimama kwa hasira, akikunja uso wake kwa dharau. "Ondoka njiani," alifoka kwa sauti kali iliyowafanya watu waliokuwa karibu kugeuka kumtazama. Bibi yule alijaribu kujisogeza pembeni kwa haraka kadiri alivyoweza, lakini mwili wake haukumruhusu. Badala ya kusubiri au kumsaidia, Neema alikasirika zaidi. Hasira ilimjaa moyoni kama moto. Bila kufikiria mara mbili, alinyanyua mkono wake na kumpiga bibi yule kofi kali usoni. Sauti ya kofi ilisikika wazi, ikavunja utulivu wa eneo lile. Kila mtu aliyekuwa karibu alibaki ameduaa. Wanawake waliacha shughuli zao, watoto walinyamaza ghafla, na hata wanaume waliokuwa wakipita walisimama kwa mshangao. Bibi yule alitetemeka kidogo, akishika shavu lake lililopigwa, macho yake yakiwa yamejaa maumivu na huzuni. Hakusema chochote kwa muda mfupi. Aliinua macho yake taratibu na kumtazama Neema, kwa ukimya mzito uliobeba ujumbe usioelezeka. Watu walianza kunong'ona kwa hasira na mshangao. "Huyu msichana amezidi," mmoja alisema. "Kumpiga mzee namna hii si tabia ya kibinadamu," mwingine aliongeza. Lakini Neema, badala ya kujuta, aligeuka na kuondoka kana kwamba hakuna kilichotokea. Alitembea akiwa bado na majivuno yake, huku nyuma yake kijiji kizima kikiwa kimebaki na mshangao, huzuni na hasira juu ya kitendo chake cha kikatili. Baada ya lile kofi zito, ukimya mzito ulitanda kama kivuli kijijini. Watu waliokuwa wamesimama pale walishindwa hata kusema kwa muda, wakitazamana kwa mshangao na huzuni. Lakini katikati ya hali hiyo, bibi yule mzee hakupiga kelele wala kulalamika. Alibaki amesimama, akishika shavu lake kwa mkono unaotetemeka kidogo, huku macho yake yakimtazama Neema kwa utulivu wa ajabu. Kulikuwa na kitu tofauti katika macho yake, si hasira, bali kama huzuni iliyochanganyika na nguvu isiyoonekana. Taratibu, bibi yule alinyoosha mgongo wake, akavuta pumzi ndefu kana kwamba alikuwa akikusanya nguvu kutoka mahali pasipoeleweka. Neema alikuwa tayari ameanza kuondoka, hatua zake zikigonga ardhi kwa majivuno kama kawaida. Lakini kabla hajafika mbali, bibi yule alisogea hatua moja mbele na kufungua midomo yake taratibu. Hakupaza sauti. Hakutaka kila mtu asikie. Alinong'ona maneno kwa sauti ya chini sana, karibu kama upepo unapopita kwenye majani makavu. Maneno hayo hayakusikika wazi kwa waliokuwa karibu. Wengine walisikia vipande tu visivyoeleweka, wengine hawakusikia kabisa. Lakini wale waliotazama kwa makini waliweza kuona mabadiliko ya ghafla katika uso wa bibi yule. Ulijaa uzito wa jambo kubwa lililokuwa limetamkwa. Baada ya kunong'ona, bibi yule alimtazama Neema kwa mara ya mwisho, macho yake yakionekana kama yanafahamu kitu ambacho wengine hawakukielewa.
Kisha aligeuka polepole na kuanza kutembea, akipotea taratibu kwenye njia ile ile aliyokuwa akitoka. Watu walianza kunong'ona kwa tahadhari. "Umesikia alichosema?" mmoja aliuliza kwa hofu. "Hapana, lakini haikuwa kawaida," mwingine alijibu huku akitikisa kichwa. Neema hakujali hata kidogo. Hakugeuka nyuma, wala hakujipa muda wa kufikiria kuhusu yale yaliyotokea. Alijiamini kupita kiasi, akiamini hakuna kitu kinachoweza kumgusa. Lakini siku hiyo, bila yeye kujua, ilikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa, mabadiliko ambayo yangeitikisa maisha yake kwa njia ambayo hakuwahi kuifikiria hata kidogo. Baada ya tukio lile la kushangaza, wengi kijijini walitarajia Neema angebadilika, hata kama ni kidogo. Wengine walidhani labda maneno yale ya bibi mzee yangemgusa moyoni na kumfanya atafakari matendo yake. Lakini haikuwa hivyo. Badala yake, Neema aliendelea na maisha yake kama kawaida, akiwa na kiburi kile kile, bila hata chembe ya majuto. Asubuhi iliyofuata, alionekana tena njiani, akitembea kwa mwendo ule ule wa majivuno, kana kwamba hakuna jambo lolote lisilo la kawaida lililotokea. Wanawake waliokuwa wakielekea kisimani walimwangalia kwa tahadhari, wakinong'ona chini kwa chini. Lakini Neema aliwapita bila hata kuwajali, macho yake yakiwa mbele, kana kwamba hawapo kabisa. Alipofika karibu na kundi la wasichana wenzake waliokuwa wakichota maji, mazungumzo yao yalikatika ghafla. Walinyamaza, wakimtazama kwa macho yaliyobeba mchanganyiko wa hofu na hasira. Neema alisimama kidogo, akawatazama kwa dharau, kisha akasema kwa sauti ya kejeli, "Mnaendelea kunizungumzia? Hakuna hata mmoja wenu anayenifikia." Hakuna aliyethubutu kujibu. Walibaki kimya, wakijishughulisha na maji yao, huku mioyo yao ikijaa huzuni na mshangao. Neema alicheka kidogo kwa dharau na kuendelea na shughuli zake, akijaza ndoo yake kwa haraka na kuondoka bila hata kusalimia. Hata alipofika nyumbani, wazazi wake walijaribu tena kumkumbusha juu ya tabia yake. Mama yake alimwangalia kwa macho yenye huzuni na kusema, "Neema mwanangu, dunia si mahali pa kiburi. Utajifunza kwa njia ngumu ikiwa hutasikiliza." Lakini Neema alitikisa kichwa kwa kukataa. "Watu wanapaswa kuniheshimu mimi, si mimi kuwaheshimu wao," alijibu kwa ukali. Na hivyo, siku ziliendelea kupita, huku Neema akizidi kujenga ukuta wa kiburi ndani ya moyo wake. Ukuta uliomfanya asiweze kuona hatari iliyokuwa ikimkaribia polepole, kimya kimya, lakini kwa nguvu kubwa. Usiku ule ulianza kama usiku mwingine wa kawaida. Kijiji kilitulia taratibu baada ya shughuli za mchana, moshi wa kuni ukipaa juu ya nyumba za udongo, na sauti za watoto zikizimika polepole. Neema alikuwa amelala kitandani kwake, akiwa bado na mawazo ya majivuno yaliyomjaa siku nzima. Hakujua kabisa kuwa usiku huo ungeleta mabadiliko yasiyotarajiwa. Katikati ya usiku, alianza kujigeuza kitandani kwa wasiwasi. Mwili wake ulianza kupata joto la ajabu, kana kwamba moto ulikuwa ukipenya ndani ya ngozi yake. Alijaribu kulala tena, lakini maumivu madogo madogo yalianza kusambaa mwilini mwake, yakiongezeka taratibu kama mawimbi ya bahari. Ghafla, alishtuka usingizini, akavuta pumzi nzito. Mikono yake ilianza kutetemeka, na alihisi ngozi yake ikivutika kwa namna isiyo ya kawaida. Alijaribu kugusa uso wake gizani, lakini alihisi kitu tofauti, kitu kisichoeleweka kilikuwa kinaendelea. Alikesha kwa tabu hadi alfajiri, macho yake yakiwa hayajafumba tena. Mara tu jogoo alipolia kuashiria mwanzo wa siku mpya, Neema alikimbilia kwenye kioo kidogo kilichokuwa ndani ya chumba chake. Aliposimama mbele ya kioo, aliganda ghafla. Uso wake haukuwa ule aliouzoea. Ngozi yake ilikuwa imejaa uvimbe usio wa kawaida, sehemu nyingine zikiwa zimekuwa nzito na zenye madoa meusi. Midomo yake ilikuwa imepinda upande mmoja, na macho yake yalionekana tofauti, moja likiwa limevimba kuliko lingine. "Ah!" alipiga kelele kwa hofu, akirudi nyuma kwa mshangao mkubwa. Mama yake alikimbia chumbani kwa haraka baada ya kusikia kilio hicho. Alipoona hali ya Neema, alishika mdomo wake kwa hofu, macho yake yakijaa machozi. "Neema, nini hiki?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. Neema mwenyewe hakuweza kuelewa kilichokuwa kinatokea. Hofu ilimjaa moyoni, ikianza kuvunja ule ukuta wa kiburi aliokuwa ameujenga kwa muda mrefu. Na kwa mara ya kwanza kabisa, alianza kuhisi kuwa kuna jambo kubwa lisilo la kawaida lilikuwa limeanza katika maisha yake. Haikuchukua muda mrefu kabla habari za hali ya Neema kuenea kijiji kizima kama moto wa nyasi kavu. Kuanzia kwa jirani mmoja hadi mwingine, kutoka kisimani hadi sokoni, kila mtu alikuwa akizungumzia jambo lile lile, mabadiliko ya ghafla ya msichana aliyekuwa akijiona bora kuliko wote. Asubuhi ile ile, watu walianza kukusanyika nje ya nyumba ya kina Neema. Wengine walifika kwa udadisi, wakitaka kuona kwa macho yao wenyewe. Wengine walikuja kwa huruma, wakisikia kwamba jambo hilo halikuwa la kawaida. Lakini pia kulikuwa na wale waliokuja kwa kejeli, wakitaka kushuhudia anguko la kiburi chake. Neema alikaa ndani ya nyumba, akijafunika kitambaa usoni kwa aibu na hofu.
lakini sauti za watu zilikuwa zikimfikia wazi kabisa. Umesikia? Uso wake umeharibika kabisa. Mwanamke mmoja alinong'ona. Hii si bure, ni matokeo ya yale aliyofanya. Mwingine alijibu kwa sauti ya uhakika. Watoto walijaribu kuchungulia dirishani, lakini walivutwa nyuma na wazazi wao. Wazee waliokuwa wameketi chini ya mti mkubwa walitikisa vichwa vyao kwa huzuni. Heshima ni muhimu sana, mmoja wao alisema taratibu. Mtu asipothamini watu, maisha humfundisha kwa njia kali. Lakini si kila mtu aliyekuwa na huruma. Baadhi ya vijana walicheka waziwazi, wakisema, alijiona malkia sasa aone alivyo. Kicheko chao kilimchoma Neema moyoni, kama sindano kali. Ndani ya nyumba mama yake alijaribu kumtuliza, akimshika mkono kwa upole. Baba yake naye alitembea huku na huko kwa wasiwasi, akitafuta suluhisho. Lakini hali ya Neema ilionekana kuwa mbaya zaidi kadri muda ulivyopita. Na kadri watu walivyoendelea kuzungumza, jambo moja lilikuwa wazi kwa kila mtu kijijini, hali ya Neema haikuwa ya kawaida. Wengi waliamini kwa dhati kwamba tukio lile lilikuwa limefungamana moja kwa moja na kitendo chake cha kumpiga bibi mzee. Na sasa, kijiji kizima kilikuwa kikisubiri kuona nini kingetokea baada ya hapo. Baada ya kuona hali ya Neema ikiendelea kuwa mbaya, wazazi wake hawakuwa na chaguo lingine. Walijua hili halikuwa jambo la kawaida, linaloweza kuisha lenyewe. Asubuhi moja mapema, kabla jua halijapanda juu sana, walimsaidia Neema kusimama na kumpeleka kwa mganga maarufu aliyekuwa akiishi pembezoni mwa kijiji, karibu na msitu mdogo uliotisha. Njia ilikuwa ndefu na ya vumbi, na kila hatua aliyopiga Neema ilikuwa ngumu. Mwili wake ulikuwa mzito, na maumivu yalionekana kumtesa kila alipojaribu kusonga mbele. Mama yake alimshika mkono kwa upole, huku baba yake akitembea mbele kwa haraka, akionyesha wasiwasi mkubwa. Walipofika kwenye kibanda cha mganga, walikuta moshi mzito ukitoka ndani, ukichanganyika na harufu ya mimea na dawa za asili. Ndani kulikuwa na chupa, mizizi na vyungu vilivyopangwa kwa utaratibu wa ajabu. Mganga, mzee mwenye macho makali na uso uliojaa hekima, aliwatazama kwa utulivu kana kwamba tayari alijua sababu ya ujio wao. Karibuni, alisema kwa sauti ya chini lakini nzito. Wazazi wa Neema hawakupoteza muda. Mama yake alipiga magoti na kusema kwa huzuni, tafadhali tusaidie. Binti yetu anateseka, hatujui kilichompata. Mganga alimwangalia Neema kwa makini, macho yake yakizunguka uso wake uliobadilika. Kisha akavuta pumzi ndefu na kukaa kimya kwa muda mfupi, kana kwamba alikuwa akisoma jambo lisiloonekana kwa macho ya kawaida. Hatimaye, alizungumza kwa sauti ya uhakika, hili si ugonjwa wa kawaida. Wazazi wake walitazamana kwa hofu. Binti yenu ameguswa na nguvu za laana, aliendelea kusema. Laana iliyotokana na kitendo chake cha kumdharau na kumpiga yule bibi mzee. Maneno hayo yaligonga kama radi ndani ya chumba kile. Mama yake alianza kulia kimya kimya, huku baba yake akishusha kichwa kwa huzuni. Je, kuna dawa? Baba yake aliuliza kwa sauti ya kukata tamaa. Mganga alitikisa kichwa polepole. Hakuna dawa ya miti wala mizizi itakayoweza kumponya. Alisimama kidogo kisha akaongeza, suluhisho pekee ni moja, lazima aende kwa yule bibi mzee, apige magoti na kuomba msamaha wa kweli kutoka moyoni. Neema alibaki kimya, moyo wake ukianza kupigwa na hofu, akijua kuwa safari ya kubadilika ilikuwa imeanza. Maneno ya mganga yalibaki yakizunguka kichwani mwa Neema kama upepo mkali usiotulia. Wazazi wake walimwangalia kwa matumaini, wakisubiri aonyeshe hata dalili ndogo ya kukubali kosa lake. Lakini badala ya kunyenyekea, uso wa Neema ulikaza kwa ukaidi ule ule uliokuwa ukimgharimu. Siwezi, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Siwezi kupiga magoti mbele ya mtu kama yule. Mama yake alishtuka, macho yake yakijaa machozi. Neema mwanangu, si suala la nani ni nani, ni maisha yako, alimwambia kwa sauti ya kusihi. Lakini Neema alitikisa kichwa. Hata kama nitaumia, sitajishusha kiasi hicho, aliongeza, akigeuza uso wake pembeni kwa hasira na aibu iliyofichika. Siku zilianza kupita, lakini badala ya hali yake kuimarika, mambo yalizidi kuwa mabaya. Uvimbe usoni uliongezeka, madoa yakasambaa hadi shingoni, na maumivu ya mwili yakawa makali zaidi. Kila alipojaribu kula, alihisi uchungu. Kila alipojaribu kulala, usingizi ulimkimbia. Ndani ya nyumba, vilio vya mama yake vilisikika mara kwa mara. Baba yake alikaa kimya muda mwingi, uso wake umejaa mawazo mazito. Walijua wazi kuwa muda ulikuwa unaenda, na hali ya binti yao ilikuwa inazidi kuwa hatarini. Hata kijijini sauti za watu zilianza kubadilika. Kicheko kilipungua, na badala yake zikaanza sauti za huruma. Labda ajifunze sasa, mmoja alisema kwa huzuni. Lakini kama ataendelea hivyo, hali yake itakuwa mbaya zaidi, mwingine aliongeza. Lakini ndani ya moyo wa Neema, vita ilikuwa ikiendelea.
Kiburi chake kilikuwa bado kinapigana na ukweli uliokuwa wazi mbele yake. Alijaribu kujifanya kuwa ana nguvu, lakini kila siku iliyopita ilimuondolea nguvu hiyo kidogo kidogo. Na kadri maumivu yalivyozidi kuongezeka, ndivyo ilivyokuwa wazi kuwa kiburi chake hakikuwa tena kinga, bali kilikuwa mzigo mzito uliokuwa ukimvuta polepole kuelekea maangamizi. Kadri siku zilivyoendelea kusonga mbele, hali ya Neema alizidi kuwa mbaya kupita maelezo. Maumivu yalikuwa sehemu ya maisha yake ya kila dakika, yakimchoma mwilini, yakimfanya ashindwe hata kusimama kwa muda mrefu. Usiku ulikuwa mateso makubwa zaidi. Alikesha akigeuka kitandani, akilia kimya kimya, huku machozi yakimtiririka bila msaada wowote. Siku moja usiku, maumivu yalipofikia kilele chake, Neema alijikuta akishindwa kuvumilia tena. Alijikunja kitandani, akishika kifua chake huku akihema kwa tabu. Mama yake aliketi pembeni yake, akimfuta machozi kwa kitambaa laini, huku baba yake akiwa kimya, macho yake yakiwa yamejaa huzuni nzito. Neema mwanangu, mama yake alisema kwa sauti ya kukatika, tafadhali, usikubali mateso haya ya kumalize. Nenda ukaombe msamaha. Kwa mara ya kwanza, Neema hakujibu kwa ukali. Alibaki kimya, macho yake yakiwa yamejaa machozi. Ndani ya moyo wake, kitu kilianza kuvunjika. Ule ukuta wa kiburi alioujenga kwa muda mrefu ulianza kupasuka taratibu. Alianza kukumbuka tukio lile la kumpiga yule bibi mzee, namna alivyofanya bila huruma, bila kufikiria. Aibu ilimjaa moyoni, na kwa mara ya kwanza kabisa, alijiona mdogo mbele ya kosa lake. Nilikuwa na makosa, alinong'ona kwa sauti ya chini sana, karibu isiyosikika. Asubuhi iliyofuata, kabla hata jua halijachomoza vizuri, Neema aliamka polepole. Mwili wake ulikuwa dhaifu, lakini ndani yake kulikuwa na uamuzi mpya. Bila kusema mengi, alichukua kitambaa na kujifunika kichwa, akificha uso wake uliobadilika. Aliwaacha wazazi wake wakiwa bado wamelala na kuanza safari yake peke yake. Alitembea polepole kupitia njia za kijiji, akipita mashamba na vichochoro vya vumbi, akifuata habari alizosikia kuhusu mahali alipoishi yule bibi. Kila hatua ilikuwa ngumu, lakini hakuacha. Kwa sababu safari hii haikuwa tu ya mwili, ilikuwa safari ya moyo wake uliokuwa ukitafuta msamaha. Na hivyo, kwa moyo uliovunjika lakini wenye matumaini, Neema alianza safari yake ya kubadilika. Neema alifika pale bibi mzee alipoishi akiwa amejawa na hofu na shaka. Mavumbi ya njia ya kijiji yalikuwa yamepita bila hesabu, lakini safari hiyo haikuwa kwa mwili tu. Ilikuwa safari ya moyo wake uliokuwa ukiwasha moto wa majuto. Aliposogea mbele ya bibi, hisia zote za kiburi zilizokuwa zimejengwa kwa miaka ziliganda kama giza linavyopotea kwa mwanga wa alfajiri. Ghafla, bila kusema neno, alijua ni lazima aonyeshe unyenyekevu. Alijimwaga chini kwa magoti, mikono yake ikishikilia miguu ya bibi, macho yake yakijawa machozi ya dhati. Naomba msamaha, alisema kwa sauti iliyotoka moyoni, sauti yenye hofu, majuto, lakini pia matumaini mapya. Bibi alimwangalia kwa utulivu, macho yake yakijaa hekima na huruma isiyo na kipimo. Taratibu, alimkumbatia na kusema, badilika ndani ya moyo wako. Usiruhusu kiburi kingeendeleza giza ndani yako. Maneno hayo yalikuwa kama dawa ya kweli kwa Neema. Hakika yalichoma moto wa majuto, lakini pia yalimfunulia njia ya kupona. Neema alirudi kijijini akiwa tofauti kabisa. Hatimaye alikuwa mnyenyekevu, na kila hatua aliyopiga ilikuwa ya heshima. Aliendelea kusalimia wazee, kuwasaidia jirani, na hata kuwasaidia watoto ndogo walipoona huzuni au hofu. Polepole uso wake ulianza kupona, uvimbe ukapungua, na tabasamu lake liliojaa huruma lilirudi kwa ndoto zake za awali. Kijiji kilishangaa mabadiliko haya. Watu walimzungumzia kwa heshima na mshangao. Msichana aliyekuwa na kiburi kikubwa sasa alikuwa mfano wa unyenyekevu na heshima. Maisha yake yalibadilika kabisa, na kila mtu alijua kwamba safari ya msamaha na mabadiliko kweli inafungua mlango wa upendo na amani. Kiburi huleta maangamizi. Heshima na unyenyekevu huponya. Usimdharau mtu yeyote, hasa wazee. Neema sasa alikuwa ishara hai kwamba hata makosa makubwa yanaweza kubadilishwa ikiwa moyo unaweka wazi kusoma na kubadilika.